Bwana Matereka, mambo vipi bwana? Mambo poa kabisa. Mambo yanaenda? Mambo yanakwenda. Bwana, mdhamini wenu wa jezi kwa maana mzabuni wa Simba Beirut ameonekana kutoa bonansi nyingi kweli kwa Simba pamoja na wachezaji, kununua magari kwa ajili ya wachezaji. Tumemwona akifanya hivyo, lakini vile vile tumemwona akiweza kumleta yule mchezaji mmoja ambaye aliwahi kuzungumza yeye, lakini vile vile tumeona basi hivi sasa ndio lina sikika zaidi. Lakini sambamba na hilo, ahadi ya uwanja kwenye mkataba wa Simba na Jerry, kulikoni jezi mpaka ahadi zote hizo? Unajua kuna watu hawaelewi. Hawaelewi watu. Wanaona tu watu wanatoa vitu, wanatoa hali nini, hawaelewi. Mkataba wa Jerry na Simba ni mkataba kuhusu jezi peke yake. Jezi tu na mkataba wa Jerry na Simba. Hayo mengine yote ni bonus. Kwa hapo wachezaji magani bonus ya Jerry, kutoa gari ni bonus ya Jerry, kuja kuahidi kutengeneza uwanja ni bonus yake yeye, kwa sababu ameona faida kubwa anaipata kwenye kuuza jezi na faida kubwa anaipata kupitia Simba. Kwa hiyo kwa furaha yake yeye tajiri ameamua kutoa hizo bonus. Mbona wakati anapa magari wachezaji wa 9 wale wa kigeni, mbona watu hawajasema wala hawajabeza? Haikuwa kwenye mkataba, ile ni bonus ilitoka kwa wachezaji, kama ambavyo amesema kwenye kutoa gari kwa hapa wachezaji wa Simba, kwa kuipa klabu gari, hilo aliongea kwenye bonus. Haipo ndani ya mkataba. Mkataba wa Simba ni kufanyaje? Jezi. Ndio mkataba wa Simba na Jerry. Hayo mengine ni bonus. Watu wanakuja na beza, watu wanaongea maneno mengi. Ndio wasajili gari used. Aliwaambia kwa anakuja na gari junior au gari jipya kabisa. Yeye akasema nitawapa basi la Simba. Nitawapa basi la Simba. Nitatoa nini? Nitatengeneza uwanja. Hapo mbele ninakuelekea, nitatengeneza uwanja wa Simba kwa ajili ya wapenzi wa Simba, kwa ajili ya Simba, kwa furaha yake Jerry mwenyewe. Tajiri ndio kasema. Sasa watu wanabeza nini? Wanabeza nini? Hao wataka story za zawadi hizo. Hao wataka tufurahishe sisi watu wa Simba tusifurahi. Ameamua kutufurahisha sisi. Sisi msimu tumepewa. Tajiri kaamua kutufungukia. Kama ameamua kutupa Simba tufurahi. Waache Simba tufurahi. Hii ni furaha wana Simba pekee. Ukimwona mtu anabeza, huyo sio mwana Simba. Kuna mtu anabeza. Anabeza maendeleo ya Simba. Huyo sio mwana Simba. Huyo mnafiki. Huyo katumwa. Lakini wana Simba wote sisi, hakuna mtu anayefurahi anayekataa bonanzi. Hakuna hata mmoja anayekataa bonanzi. Bonanzi mtu anapotoa amefurahishwa yeye ndio atoa bonanzi. Kwa hiyo Jerry kafurahishwa na klabu ya Simba. Ubora wa Simba. Nyinyi sisi wenyewe wana Simba kununua jezi kwa wingi imemfanya asili kufurahi. Sababu yote mjue, kuna mtu anatoa bonus kwamba nyinyi mmefanikiwa kununua jezi zake kwa wingi. Tungekuwa tununua jezi kwa wingi asingetoa bonus hizi leo. Kwa hiyo mambo yote yanafanyika haya, wachukuliwe wana Simba wenyewe ambao wanavaa jezi ya Simba iliyoandikwa Jerry. Hao ndio washukuliwe. Bwana, wale wanaoendelea kusema kwamba basi ni bovu, unalipela kuambia. Hao wanafiki tu, wanachuki. Hao wanafiki, wanachuki, na Mungu awalani, awahukumu, awapeperushie mbali. Wasituletee kwetu nuksi na ajabu kama hizo. Sisi hapa tunahitaji furaha, tunahitaji upendo, tunahitaji kufurahi. Msimu huu wote tufurahi, tuchukue ubingwa wa ligi, tuchukue ubingwa wa CRDB, tufurahi. Ndio wakati wetu. Na Jerry anatuheshimisha jamani. Tuache unafiki. Jerry anatuheshimisha. Hakuna mtu alitokea kama Jerry. Tajiri gani ametokea amefanya haya leo? Hebu mtu akwambie wewe Mnyasa, wewe unajua. Wewe mchambuzi, mtu wa habari unajua. Kiongozi gani wa vilabu vya Tanzania ametoa ahadi kama hiyo baada ya kupewa mkataba au kandarasi? Nani? Wewe niambie nani kafanya hivyo? Toka miezi unaangalia mpira mpaka leo nani kiongozi kafanya hivyo? Nimeona Jerry ameweza kuweka fedha kwa maana ya ununuzi wa basi pamoja na kununulia magari ya wachezaji, lakini vile vile tumemshuhudia kiahidi ahadi ya uwanja, na hilo amelitekeleza na anaendelea kutekeleza. Hicho nafikiri ndio nimemwona mzabuni peke yake ndani ya ligi kuu. Sasa kwa nini umseme? Kwa nini umseme? Kama mtu amefanya hayo, ndio wa kwanza Tanzania kufanya hayo kwa muda mfupi. Jerry tumempa kandarasi ya jezi hata miaka 2 bado. Kama mnazo kumbukumbu. Miaka 2 bado toka apewe kandarasi ya jezi mpya za Simba. Toka tufanye jezi mpya msimu huu tumeanza kuvaa jezi mpya ya Jerry. Nani anaweza kufanya hilo? Nani anaweza? Yes mwenyewe kupitia Garibu. Engineer anaingia kwenye kugombea uongozi nani ya Yanga urais. Aliahidi uwanja. Huu mwaka wangapi?
Juzi kaongopea watu wa Yanga, kaidi uwanja. Kesho tunaanza kukarabati wa uwanja. Siku 8 itakuwa tayari. Leo pale kuna tofali pale. Kuna tofali pale. Mnyonge na kake mpeni jamani. Tuache maneno. Tuache vibonzo. Ligi hii tusiendeshe kisiasa. Tufuate sheria za mpira. Anaita maendeleo kwenye mpira, tumshukuru. Tufurahi. Mfano Balesa pale. Balesa ndio mtu wa kwanza kuleta uwanja mkubwa kama ule pale. Ambao leo ligi tunacheza pale. Balesa huyo anakanua gari la kwanza Eliza liko pale. Hao ndio kushukuriwa. Wanaita chachu wa maendeleo. Sisi Simba na Yanga tunaiga kwa Azam leo. Tunapoongelea uwanja tunamwiga Azam Simba na Yanga. Tunapoongelea uwanja ugari tunamwiga Azam. Azam ndio kaanza. Simba leo Azam ndio ameanza. Azam itakuwa ndo atuonyeshe vidole sisi. Amuonyeshe vidole Yanga. Ana miaka 67, Simba miaka 99 Yanga, ana uwanja na gari zuri. Amuonyeshe Simba, hana uwanja mkubwa, hana gari zuri. Kwa hiyo leo Azam atakuwa anaonyesha yeye, anaonyesha mtu ambaye hana uwanja kabisa wala gari hana. Alikamwe ana uwanja Alikamwe. Yanga ana uwanja pale. Anamnyosha vidole Simba. Yeye ana gari yeye. Eliza nalo Yanga. Anamwonyesha gari Simba. Wakati yeye mwenyewe Alikamwe atumia gari used. Au achome moto gari lake basi used kama hataki used. Unaongea used la mwenzio wakati wewe mwenyewe unatumia used vile used. Nani mwa gari mpya pale? Wajua maana gari mpya? Gari kishafungwa namba ni used. Hii sheria magari yote ya gari yani ikishatengenezwa ikiingia kwetu kafungwa namba hiyo used tayari. Yaani ishatumika. Kwa hiyo wote wanaongea hivi wana magari used. Simba hatusemi. Kwa hiyo tuache unafiki. Tuende kwenye pointi. Tunahitaji nini? Tunahitaji furaha, tunahitaji amani. Simba yetu ifanye vizuri, tukachukua ubingwa. Wasitutoe kwenye reli. Narudia kila siku. Wasitoe kwenye reli. Tumebakia sehemu ndogo kumaliza mpira sisi. Tuchukue ubingwa wa ligi, tuchukue ubingwa wa CRDB, tupambane, tupige parade ya gari yetu, tupige parade ya ubingwa mwaka huu ndo msimu wetu sisi. Si Mnyasa nasemaje? Kwa hiyo mnataka ubingwa. Ubingwa sasa tupate. Sasa hivi jeshi letu lipo kambini. Jeshi lipo kambini. Jeshi la Beka lipo kambini. Linajiandaa kuchukua ubingwa. Na sasa hivi wana hasira kupita maelezo. Yaani ule moto mlioona mechi 5 za nyuma hizi ambazo tumeshinda back to back. Ndio moto utakoendelea zaidi ya huo ambao mmeuona. Utakuja sasa hivi. Ombeni mpira uanze. Mtakuja kuniambia. Bwana. Ombeni ligi ianze. Ni moto kwenda mbali. Yaani moto kwenda mbele, moto kwenda mbele. Tunahitaji ubingwa sisi. Nataka ubingwa. Kuna timu zitakataa kuingia uwanjani. Usajili unaokuja huo. Kuna timu zitakuwa zingia uwanjani. Usajili? Huo unaokuja huo. Huo unaokuja huo. Nakupa siri tu. Kuna watu hawatoingiza timu uwanjani. Kwa hiyo huo unaokuja. Akina nani hao? Mimi nakupa tu siri. Tunaandaa usajili Simba. Mwezi wa 8 utakuja kuona kwenye Simba Day. Lakini watu wanaoingia Simba leo, wanaosajiliwa Simba leo kupitia Jeruti, Modeuji, Tegeni, Mangungu na wengine. Watakuja Simba pale. Simba hii itakuwa ni moto kaa mbali na watoto. Bwana. Mimi nakwambia, hii sasa hivi watu tia maji. Walikuwa wanaongea maneno mengi nyuma huko. Mengi wanaongea nyuma kwa mai wetu, sindani wetu, mengi wanaongea nyuma. Leo hii watafunga midomo, wanaanza kutafuta mbinu zingine za kutumia ndani ya Simba. Watu wanawapa bahasha ili Simba tufanye vibaya. Sisi tufanye vibaya. Unadhani Young Africans watafanikiwa kujenga uwanja ama litabaki swala la kwenye makaratasi na utekelezaji kidogo unaweza kuchukua muda? Kuna siku nilikwambia, kujenga uwanja sio kazi. Maamuzi. Na ukikubali kujenga. Lakini mengi walikuwa wanaongea Yanga ni makaratasi tu. Wanaongea kwenye makaratasi tu lakini bado kwenye utekelezaji. Shida utekelezaji. Toka siku ile waongee leo siku ya ngapi leo? Tofali hamna pale. Dada watu wameenda kuongea uwanjani pale. Kwa nini atoe taarifa ile? Unataka atoe taarifa gani? Yule dada anataka atoe taarifa gani pale? Wewe Mnyasa umeenda sehemu umekuta hakuna ujenzi. Kwa hiyo utatoa ripoti ujenzi upo kati hamna ujenzi? Ndio dada amesema hakuna ujenzi. Leo anampiga mawe, kaongea, kwa nini aongee? Wote aongee uongo kama alivyoongea nyinyi. Wamempa siku kadhaa ombe msamaha. Sio mimi kama mimi sio msamaha. Au msamaha nini mtu aongee kweli? Shabiki wenzake wamempa siku. Akiomba msamaha akili ana na yeye. Akiomba msamaha na akili. Sababu alichokiongea ni sahihi. Hakukosea. Amesema nimekuja hapa kuripoti eneo hili. Viongozi jana walikaa wakasema kesho tunaanza msingi, nimekuja hapa kweupe. Naona kuna mantilie tu kule mbele, naona uwanja mbuzi wamekaa uwanjani. Hasa amekosea? Hakukosea. Sasa unaomba msamaha nini? Watakiwa wale walioahidi watekeleze. Short. Watekeleze wenyewe walioahidi. Tuache maneno. Tuache maneno bwana. Bwana Jeruti anafanya kweli wanasema. Wao wanafanya kweli wanamtafuta mtu mchawi, wanatafuta mchawi leo. Watu mchawi leo.
wanakuja kwetu sisi huku kuwapa vibasha watu ili watoke kwenye reli. Hatutoki kwenye reli. Bwana, ujumbe wako kwa Jairut? Naambia Jairut akaze buti. Hadi hizo ananizo bonanza anazotoa aongeze. Yaani kama leo kata Jairut hiyo aita Jairut na Simba B. Aita Jairut na Simba Queen amechukua ubingwa Simba Queen leo. Mabingwa wa ligi. Hawatafutie basi lao. Tena wape basi na wao. Tena wape Eliza hilo na wao. Eliza la kwanza namba 1, Eliza namba 2, Eliza namba 3. Jairut atoe. Hiyo iliyo used, iliyo jipya, madam inaitwa Eliza. Lije pale. Sisi tunashangilia, tafurahi. Eliza ije pale. Hiyo used, iwe jipya lakini inaitwa Eliza lije pale. Sisi tunashangilia. Bonanza uchagui, hiyo umepewa tu, kicha kupewa uchagui unapokea. Sisi Simba tunapokea mikono miwili bwana Jairut. Tuko mikono miwili. Tuko pamoja na wewe, pambana tajiri. Bwana, shukrani sana. Asante.